Okay. Sawa, vipi kwako Sistine? Kiujumla unadhani Young Africans wamefanikiwa wapi leo? Ubora ulikuwa wapi hasa kwa mbinu? Tumeona competitive finali ambayo ina ushindani mkubwa sana. Tumeona ushindani kwenye aspect tofauti. Kuna aspect za kimbinu nikimaanisha vita ya mbinu kati ya Hamdi pamoja na Nuh kwa maana ya JKU na Yanga. Aspect nyingine ni ya ufundi wa mchezaji mmoja mmoja. Tumeona vita ya ufundi kati ya wachezaji wale wa JKU lakini pia na wa huku wa Yanga. Kwa upande wa ufundi siwezi kuwatofautisha sana kwa sababu nadhani walifanana sana kiufundi japo walipishana uwezo. Sasa kupishana uwezo kulisababishwa labda na physicality. Kumbuka ligi ya huku kwetu ilivyo ni ngumu sana, kwa hiyo physically wachezaji wanaotoka ligi ya bara kwa maana wachezaji wa Yanga walikuwa wako zaidi ya wale wa JKU. Tukiamia kwenye tactical board nafikiri Yanga walifanikiwa wapi kimbinu? Nafikiri Yanga walifanikiwa kwenye namna wanavyotafsiri mbinu zao. Tulisema kwenye pre-match analysis tulisema kulingana na namna sisi tulivyotathmini hizi timu mbili kwenye tangia mashindano yameanza, tulitegemea kuona JKU wakiipa tactical discipline Young Africans kama ilivyokuwa kwa timu zote za Zanzibar msimu wa muungano. Walikuwa wanatoa nidhamu kubwa sana ya kimbinu kwa timu zilizotoka huko bara na ndio maana nyingi zimefanikiwa. Tactical discipline ilikuwa pande gani? JKU walikuwa walianalyze Yanga wakajua Yanga ni timu ambayo inapenda kudominate possession. Na wakijaribu wao pia kudominate possession mbele ya Yanga, ina maana watatengeneza situation ya kupishana. Situation ya kupishana inatokea pale Yanga na mpira wao unaenda kumpress ili na wao na mpira. Ina maana hapo mmeshapishana nao kwa sababu mkienda mtatengeneza zile utofauti wa qualities wa mchezaji wa JKU na wa Yanga, na wao obvious wa Yanga atashinda hiyo mechi, si ndivyo? Kwa hiyo wenyewe walichokifanya hawataki hiyo situation ya mchezaji dhidi ya mchezaji itokee, ila walitaka JKU dhidi ya Yanga ndio itokee. Kwa hiyo nyakati nyingi wao bila mpira walikuwa JKU, kwa maana kwamba nyakati nyingi sana wali set back. Kwa hiyo ukianza sasa Yanga wanatakiwa sasa waulize maswali kwamba set back, sisi nyinyi mkiset back kuwafungua ni ngumu, tunawafanyaje? Kwa hiyo Young Africans walichukua na kifanya tu ni tactically wanatengeneza mtego wa kwanza. Tunajua Yanga wanacheza na 4-2-3-1. Kwa hiyo walichukua na kifanya Yanga wao ni kwamba mtihani wa kwanza ni tunawafungua vipi hao JKU. Sehemu ya kwanza ya kuwafungua ni obvious, si ndivyo? Build up from back. Na tunajua mnyumbuliko wa kwanza wa 4-2-3-1 ya Yanga inaanzia hapo kwamba nyakati nyingi sana Yanga walipenda build up zao wajengee nyuma, wanyumbulishe muundo wao wa 4-2-3-1. Uwe na watu watatu nyuma, kwa maana kuanza kufanya build up kuanzia nyuma ili kujaribu sasa ku stretch up, kuifanya kina cha uzuiaji cha hawa jamaa JKU kivutike. Kikishavutika ina maana obvious wakishakuja ina maana umbali kutoka hapa mstari wa kwanza uzuiaji na mstari wa mwisho uzuiaji utaongezeka. Ukishaongezeka ina maana watatengeneza spaces kati ya hii mistari yao ya uzuiaji, si ndivyo? Mstari kati ya walinzi na viungo wa chini na viungo wa shambuliaji na mshambuliaji wao. Kwa hiyo hapa sasa ndo Yanga wanaweza kupata hizi spaces za kuweza kuprogress, kupenya na kuweza kufika kwenye nusu yao. Kwa hiyo mtego wa kwanza ulikuwa huo. Lakini JKU mara nyingi kama alivyosema Ray kwenye pre-match analysis, wenyewe sio watu kupress higher kwa sababu wanajua madhara ya kupress higher ni kupishana na Yanga. Utawapa space katikati ya mistari. Kwa hiyo wenyewe walichokuwa wanafanya ni ile half press half block. Ni wanakuja kama wanakuja kupress kuwapa pressure lakini wakati wao wameblock njia. Wakati mechi inaendelea tulikuwa tunajadili na Ray ni mfumo gani wanatumia. Tukasema wenyewe mfumo walikuwa haijalishi wanatumia mfumo gani, lakini walichokuwa wanafanya ni kublock njia za Yanga. Kuna nyakati Yanga walikuwa wakifanya build up kuanzia nyuma, walikuwa JKU obvious walikuwa wana press na mtu mmoja uje namba 28 Fred. Kwa hiyo walichokuwa wanafanya wanaangalia Yanga wanajenga shambulizi na wanataka kuendeleza shambulizi na watu wangapi. Huko hawana shida nako. Kwa Job pamoja na Mwamnyeto pamoja na Diara walikuwa hawana shida napo kabisa kwa sababu hawezi kubeat numerically wapo wengi. Kwa hiyo walichokuwa wanaangalia kwenye mstari wa Yanga kwenye kupeleka kuwatafuta viungo wa shambuliaji na mshambuliaji wanaenda vipi. Kama Yanga wakienda kufanya build up na mtu mmoja, JKU na wenyewe walikuwa wanaleta kiungo mmoja wakati, then walikuwa wanaleta na hao viungo watatu wa shambuliaji. Kwa hiyo walikuwa wanazuia na 4-2-3-1. Kuna nyakati kwa sababu Yanga watashindwa kuprogress kwa sababu wako equal number fullback na wingers, lakini kiungo wakati na kiungo wa chini wa Yanga. Kwa hiyo Andambwile kuna nyakati alikuwa anashindwa kufanya zile central progression, lakini kwa sababu hao wapo Israel pamoja na Kibwana walikuwa wanashindwa kufanya hizi wide progression. Kwa hiyo walichokuwa wanakifanya wanamshusha na Mudathir chini. Kwa hiyo JKU na wenyewe pia walikuwa wanabadilika. Hapo sawa wakawa tena hawazuii tena na hii 4-2-3-1. Walikuwa wanamwacha kiungo moja chini,
then huyu Kofi anakuja kuungana na huyu Ulrich ambaye baadaye pia alikuja kutoka. Walikuwa wakawa sasa wanatengeneza shape ya 4-1-4-1. Lengo ni nini? Lengo ni kuhakikisha nyakati nyingi Yanga viungo wao wa chini, hawa wachezaji wa chini, hawa pembeni na hawa katikati wawasiliane na hawa viungo watatu washambuliaji. Hata ukiangalia pass accuracy kubwa sana ya Young Africans kwa siku ya leo ilikuwa kwa mabeki, viungo wa chini, hii ring possession ndio ilikuwepo sana. Yaani ule ufanisi wa pasi mwingi sana ulikuwepo kwenye maeneo haya. Kwa huku mbele Yanga ni kama walipoteza ile tunaita combination play. Kwa nini? Ni kwa sababu JKT walikuwa kwanza wameblock njia, lakini kuna zile nyakati Yanga wakija wakifika hadi kwenye nusu yao, wenyewe wanakuja wanakuwa hapo compact, wanazuia, wanablock zile njia za Yanga. Hawa Israel pamoja na Kibwana wakioverlap, unaona hawa fullbacks hao wingers wao na wenyewe wanarudi. Lakini hapa katikati utakuta labda kiungo moja saa atakuwa amesogea juu zaidi kwenda kutengeneza labda hizi wide triangles. Utakuta yule jezi namba 10 au namba 10 wao anakuwa amebaki chini. Kwa hiyo huyu kazi yake ni kucheza na hao deep playmakers. Kama mpira upo kwa Ndambwile, kama mpira labda uko kwa mabeki, yeye ndo anaenda tu kuwafanya wasiwe too free na kuwa too creative. Kwa hiyo walichokuwa wanakifanya wao ni kublock njia za Yanga. Pembeni walikuwa wanahakikisha hao wingers wao wanarudi ili kutokutengeneza situation ya huyu beki wa pembeni kuwa dhidi kuja kumfuata Israel ambaye anapanda kwenye mapana uwanja au Kibwana ambaye anapanda kwenye mapana uwanja. Kwa hiyo walichokuwa wanakifanya wao, huyu atabaki naro na hii backline yake, then huyu winger ndo atarudi. Kwa hiyo wakawa wameblock njia za pembeni, lakini njia za katikati hii tunaita double pivot. Hao viungo wao ile wakati walikuwa hawaachani sana. Walikuwa wanatengeneza kama barrier au space ndogo katikati ya mistari, kwa maana kwamba space ya Aziz Ki, Faridi au Maxi wanaoingia ndani kutokuepo kabisa au kutokuwa free. Kwa hiyo nyakati nyingi ulikuwa unaona mpaka kuna muda nikasema mbona Yanga wachezi sana kwenye nusu ya JKT na create chances nyingi za wazi. Na hata ukifuatilia kwenye michuano hii, goli la Yanga waliofunga, magoli mawili waliofunga dhidi ya KVZ yote yalitokana wakiwa off possession. Ina maana wa create chance kwenye wakiwa wanashambulia wao. Lakini goli waliofunga kwenye mechi ya nusu finali hawakufunga kwenye situation ya combination play, walifunga kwenye kutokea nje ya 18. Kwa hiyo kuna namna walilimit uwezo wa Yanga ku create chances nyingi na kuweza kufunga. Ukiangalia tactically tulisema Yanga walishindwa kuuliza maswali mengi sana, walishindwa kujibu maswali mengi walioulizwa defensively na JKU. Lakini angalia situation ya Maxi, na ilihusisha Maxi kama sikosei Farid, Maxi pamoja na Mudathir kwenye goli. Ni ile ndio inakupa tofauti ya wachezaji wa Yanga na wa JKU. Kuna nyakati JKU defensively wapo vizuri sana. Nyie sasa ndio mnatakiwa mjitofautishe wachezaji wa timu kubwa na ndogo. Ukiangalia ile situation, by the way, wao wachezaji watatu wa Yanga walikuwa wanabadilishana sana nafasi. Kwenye ile moment Maxi ndio alikuwa yupo katikati kama namba 10, Faridi yuko upande wa kulia na Muda ndio alikuwa ameenda connect hii triangle. Of course ndio ilikuwa kama script ya Yanga wakiwa kwenye nusu ya mpinzani. Kwenye ile situation ulikuwa unaona kila mtu ameplay role yake vizuri, na hapo ndio unatofautisha wachezaji wa Yanga na wa JKU. Farida anacheza kwenye hizi half spaces, ndivyo. Kwenye ile situation Mudathir ndo alikuwa amepishana na Maxi. Kama unakumbuka goli lililopita, Mudathir kuna muda alikuwa juu, Maxi akawa chini kama defending playmaker. Maxi ameenda kuinitiate move, akampa Mudathir mpira. Mudathir akaweka ile pass kwenye nini? Kwenye half space. Then kama unakumbuka Mzizi yeye anapenda sana kushambulia space behind. Kwa hiyo mabeki na wenyewe wakawa wamesogea. Akaenda nao. Then Mudathir ambaye alikuwa ameshashambulia hii half space akapiga cutback. Cutback mara nyingi inawakuta wachezaji wanaopenda kushambulia space baada ya mshambuliaji kwa drift out hao center backs. Kwa hiyo inakutofautishia wachezaji wa Yanga na wa JKU. Kwenye situation kama hiyo lazima utampa play of the match. Goli walilofunga Yanga limetokana na nini? Limetokana na situation ngumu sana. Kwa hiyo kwa mimi naweza nikasema walijitahidi sana JKU. Ina maana kuna hili swali Yanga walikuwa wanauliza wakiwa na mpira. JKU walijibu vizuri. Lakini Yanga wao hawajafungwa goli, si ndivyo? Walifanikiwa sehemu ya pili hiyo. Sehemu ya pili ni wapi? Ni kwenye vitu vitatu. Sehemu ya kwanza, popote wanapopotezea mpira, hasa kwa hao viungo watatu washambuliaji au wakiwa kwenye hii nusu, kwenye hii area ambayo ina concentration ya wachezaji wengi wa JKU, walikuwa na counter press vizuri. Lakini wakishindwa counter press vizuri, kwa sababu tulikuwa tunajua hao JKU walikuwa wanacheza hii direct. Wakipata mpira wanampa mshambuliaji wao, huku Neva pamoja na Utarik wamefungua pembeni. Walichokuwa wanakifanya, hawa wakija direct, huku nyuma kuna shape tayari ina rest defense ya watu wanne, viungo wawili ambao Mudathir anakuepo kwanza counter press, Andambwile anawalinda hawa watatu. Lakini wachezaji pia walikuwa wanafanya hizo recovery runs. Kwa hiyo kwa mimi nafikiri Yanga wamefanikiwa wakiwa na mpira, bila mpira, lakini wakipoteza mpira walikuwa na counter press vizuri kuzuia ile positive transition. Kwa hiyo kwenye moments hizo tatu kifanikiwa,
ukifanikiwa wasikufunge kwa set plays ambao ndo magoli yao mengi, wewe ni bingwa. Kipo unaweza kusema hapo JKU walishindwa kukifanya leo? JKU walishindwa kufanya nini katika hivyo vitatu? Kwa maana ya Yanga wakiwa wakikosea mpira walikuwa wanashindwa kuwa quick kwenye zile moments, lakini kuwa yes kwenye ku create chances za counter attack zao. Sawa.